na ninyi waashi, nalo limewekwa kuwa jiwe kuu la pembeni. 12. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Amen. Hakuna jina jingine isipokuwa jina gani? Jina la Yesu. Wakolosai sura ya 3 mstari ule wa 17. Wakolosai sura ya 3 aya ya 17 inasema hivi: na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Ubatizo ni tendo. Kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu. Kwa hiyo kuna maandiko mengi, niishia tu hapo kwa kifupi, kwamba jina linalopaswa kutumika katika ubatizo ni jina la Yesu, sio Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini kuna wanaofundisha anasema wanabatiza kwa mamlaka. Lakini ukiuliza kwa mamlaka sijawahi kupata, lakini Biblia ina mafundisho mengi. Inawezekana maandiko yanayoelekeza mbatize kwa mamlaka yapo, lakini mimi kwa ufahamu wangu na namna ambavyo nimeelewa, jina la Yesu ndio linalostahili kwa ubatizo, kama Petro aliyeambiwa mkawabatize kwa jina la Baba, baada ya kusema batizweni kwa jina la Baba anasema mbatizwe kwa jina la Yesu. Kwa nini aseme mbatizwe kwa jina la Yesu wakati alisikia Yesu akisema mkawafanye wanafunzi na kuwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu? Angalia agizo la Yesu, amesema jina la, sio majina ya. Amesema jina la, maana yake Baba jina lake ni Yesu, Roho Mtakatifu jina lake ni Yesu, Mwana jina lake ni Yesu. Ni kwa nini? Yesu yeye ni Mwana, Yesu yeye ni Roho, Yesu yeye ni Baba. Kwa mujibu wa maandiko, Mathayo 1:21 Yesu ni Mwana. Yohana ile 4:14 mstari ule kuanzia mstari wa 7 mpaka wa 9, wanamuuliza Yesu, tuonyeshe Baba, anasema mimi nimekuwapo pamoja nanyi siku hizi, leo msinijue. Wale walikuwa wanamtaka Baba. Sawa na kusema Yesu ni yote juu ya yote na ndani ya yote. Ni sawa kabisa. Okay. Kuna maandiko yapo amenikumbusha hapo mtumishi. Yesu ni yote, ndani ya yote na juu ya yote. Kwa jina la Yesu ndilo jina la ubatizo. Mtumishi nina swali. Ndio. Tumetoka nje ya mada, lakini tutarudi. Tunazungumzia maombi, maombezi na Roho Mtakatifu. Ndio. Nataka kurudi kwenye maombi na maombezi hapa. Ndio. Tukiwa tunaomba, sisi tunakuwa kwenye maombi mbalimbali. Ndio. Na kuna kitu ambacho tunakifahamu inaitwa maombi ya vita. Maombi ya vita. Maombi ya vita. Maombi ya vita. Ndio. Maombi ya kiroho katika Mungu wa roho. Nataka kujua, kuna wengine kwenye kuomba, mfano hata kanisani, labda watu wanamuombea mtu ana changamoto kwa pepo. Utakuta mwingine anasema ninavunja, mwingine anasema ninaua, mwingine anakwambia toka, mwingine anasema ninakufunga, mwingine anasema nakuteketeza, mwingine anasema ninakuchoma. Namna sahihi ya kufanya maombi maombezi. Hivi mapepo kweli yanachomwa? Kweli yanateketea? Kweli yanaungua? Kweli yanakimbia? Kweli tunayakatakata? Kweli yani wengine wanasema ninakunywesha damu ya Yesu. Namna sahihi Biblia ni hivi. Nafikiri hata watazamaji huko mbele wakuja kusikia hii video itasaidia kwenye hili eneo, kwa sababu kuna namna jinsi ambavyo tunaomba. Hebu labda kama unaniongeza tu. Asante sana ndugu mwandishi. Lugha limekuwa ni tatizo kwetu. Sawa. Kuna mahali nilikwenda hospitalini ya mgonjwa mmoja, akaja kwa daktari anajieleza. Daktari ameshika kalamu yake aanze kuandika sasa mgonjwa ana shida gani? Mgonjwa akaja anambia, dokta, nina kichwa. Nina kichwa. Sasa kama wewe kama daktari unaandika nini? Una kichwa Sasa mimi ningemuuliza, sasa hutaki kichwa? Lakini nini maana yake? Naumwa kichwa kwa muda mrefu. Lakini shortcut nina kichwa. Sasa dokta kwa sababu yeye ni muelewa. Kimekusumbua kwa muda gani? Ndio anaandika. Alafu na mguu wa siku nyingi. So unataka mguu mpya?